Vizuri. Ilikuwa imekataa kufanya hii recorder lakini naona imerudi. Haya, kama nilivyosema tupo katika kitabu cha Mwanzo na tunaangalia tena ule mstari wa kwanza ambao ni tangazo. Ukiangalia ule mstari ni tangazo ambao linatolewa na Musa. Anasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na tukasema mambo fulani. Tukasema mojawapo ya mambo ambayo yanatangazwa katika huu mstari wa kwanza ni uhakika wa ufunuo wa Mungu. Na nikisema hivi ninamaanisha nini? Niwakumbushe. Anayesema maneno haya ni Musa. Amesimama katika tambarare za Moabu. Moabu ni nchi ambayo inapakana na nchi ya ahadi, nchi ya Israeli. Wamezunguka kwa njia ndefu na kwa muda mrefu, miaka 40, wamefika katika tambarare za Moabu. Wanataka kuingia katika nchi. Lakini hawa ambao wanataka kuingia katika nchi kwa miaka 430 wamekuwa ni watumwa nchini Misri. Nchi ambayo ina mila zake, desturi zake, tamaduni zake, historia zake. Nchi tofauti, watu tofauti, wamekuwa ni watumwa. Sasa hawa ambao walikuwa ni watumwa, hivi sasa ni taifa huru. Wanajaribu kujielewa wao ni akina nani, wametokea wapi, wanaelekea wapi. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo na vinavyofuata vinne katika Torati: Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Hesabu, mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati. Hivi vitano ni vitabu ambavyo vinatumika na Mungu kupitia huyu mtumishi wake Musa anaposimama katika tambarare za Moabu kuwaeleza hawa watu, nyinyi ni akina nani, mmetoka wapi, mnaelekea wapi. Kwa sababu kumbuka, wanaingia katika nchi ambako kunaishi watu. Kuna mataifa 7 makubwa na makuu kuliko wao wanaoishi katika nchi ya Kanaani. Tayari wapo katika nchi. Sasa hawa wanaingia kule wakapigane vita na wale jamaa, wakawaangamiza wale jamaa na wakaimiliki nchi. Kwa misingi gani? Kwa hiyo wanamsikiza Musa. Musa sio kwamba anawahadithia tu, lakini kile ambacho kinatoka mdomoni mwa Musa tunataka kusema asubuhi ya leo kwamba ni neno la Mungu moja kwa moja. Limemfikia vipi huyu Musa? Tunasema limemfikia kwa njia ya ufunuo. Je, ufunuo ni kitu gani? Kwa sababu kichwa cha mahubiri ya leo ni uhakika wa ufunuo wa Mungu. Siku hizi ukiingia katika vyombo vya habari, pengine una TV nyumbani na umewasha ile TV, sio kwamba kila unachokisikia pale kitakuwa ni kitu cha kweli. Unapoingia mtandaoni, zile taarifa ambazo unazipata pale mtandaoni, sio kwamba kila taarifa unayoona mtandaoni ni taarifa ya kweli. Hawa watoto wetu wengine wanaingia kwenye TikTok. Watoto mnaingia kwenye TikTok. Sio kila video ambayo unaiona kwenye TikTok ni ya kweli. Nyingi ni za kuigiza tu. Sio kwamba ni kweli. Kwa hiyo taarifa za kweli katika ulimwengu wa leo sio kwamba zinapatikana kwa urahisi. Uongo ni mwingi huku nje kuliko ukweli. Kwa sababu gani? Uongo unavutia, unasisimua, unapendeza. Kwa hiyo katika kitu kama TikTok, vingi vilivyo pale ni uongo. Vinakufurahisha lakini sio kweli. Hata sisi watu wazima pia kuna mengi ambayo ningetoa mifano, lakini nafikiri mnavielewa hivi kwamba sio kila kitu mnachokiona pale nje ni cha kweli. Sasa hawa ambao walikuwa ni watumwa, watasema mateka, ni watumwa waliotoka, wamesimama wanamsikiza huyu. Wanapomsikiza wana uhakika gani? Watajuaje kwamba huu bwana, hizi taarifa anazotupatia ni neno la Mungu? Watajuaje? Juzi nimeona video ya jamaa mwenye ndevu kubwa akisema Mungu akiumba mbingu na nchi, yeye pia alikuweko. Hizi sayari walikuwa wanazifanya hivi, inaiva. Hiyo ni Mars, Jupiter, anafanya hivi mkono. Sasa yule mtu ni mwenda wazimu au ni tapeli? Vitu ni viwili. Anasema katika video nyingine ambayo nimeiona wiki hii, nimemsikiza kidogo. Anasema Mungu alimpeleka katika tundu la simba, akamwona Danieli amekaa, alikuwa ameangalia huko. Umeona hiyo video? Kwamba jamaa aliingizwa kwenye tundu la simba. Mimi nikidhani kwamba hiyo ni hadithi ya zamani, kwamba Danieli hayupo tena katika tundu la simba. Lakini Danieli amerudishwa katika tundu la simba ili huyu jamaa aende akutane naye.
Akamuona akasema nywele zake ni nyeupe upande huu. Upande huu nywele ni nyeupe sana. Sasa huyu bwana mwenye ndevu, mambo ni mawili. Huyu ni mwenda wazimu au ni tapeli? Kwa sababu haiwezekani kwamba Mungu akiziumba sayari ni planet watoto. Kwa Mungu akiziumba sayari, yeye pia alikuwa anafanya hivi. Kwani ni chapati? Anafanya hivi, sayari inaiva. Haiwezekani. Lakini huyu mandevu tunamcheka, sawa. Na Musa amesimama mbele ya watu anawaambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Swali la kwanza ni, Musa unajuaje? Kwani ulikuweko wewe? Alikuweko? Hakuweko. Huyu akuzungusha chapati pia hakuweko. Anajisemea tu. Musa naye amesimama mbele za watu anasema kwa ujasiri kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Musa ananakili maneno ya Habili na Kaini. Habili na Kaini wakizungumza, Musa alikuwa wapi? Hata vizazi vyake vilikuwa havijaonekana duniani. Asa inakuwaje anasema kitu kama hiki? Tunasema hivi, ni kwa njia ya ufunuo. Ufunuo ni kitu gani? Ufunuo, niseme kifupi, ufunuo ni kule kujidhihirisha kwa Mungu ambako ni kamili na kwenye mamlaka, na ambako kimsingi, nitumie hilo neno, kimsingi kunapatikana katika maandiko. Kujidhihirisha kwa Mungu ambako ni kamili na kwenye mamlaka kunapatikana kimsingi katika maandiko. Kwa nini nasema kimsingi? Nasema kimsingi kwa sababu Mungu amejidhihirisha kwa njia mbili. Mungu amejionyesha yeye ni nani, amejieleza kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwamba amejieleza kwa ufunuo wa jumla. Ufunuo wa jumla, Kiingereza mnasema general revelation. Ufunuo wa jumla, amejieleza katika uumbaji, amejieleza pia katika dhamiri. Hayo mawili. Kisha Mungu amejieleza pia kwa ufunuo maalum. Ufunuo maalum unapatikana katika maandiko peke yake. Kwa hiyo kuna ufunuo mara mbili, wa jumla wa ulimwengu wote, wa kila mtu, kila mmoja aliye na macho na hisia. Tunasema milango ya hisia, anaweza kuona, kugusa, kuonja. Kila mmoja mwenye uwezo kama huo, mwenye milango hii mitano ya hisia, anaweza kuingia katika ufunuo wa jumla wa Mungu. Maana yake upo katika uumbaji. Kila machweo mnaona utukufu wa Mungu. Kila mtoto anapozaliwa, mimea inapochipuka, mnaona utukufu wa Mungu. Huo ni ufunuo wa jumla. Ufunuo wa jumla, tuseme hivi, unaleta nuru ndio, unamfanya mwanadamu ajiulize maswali ndio, lakini hauleti majibu yanayopeleka katika wokovu. Ufunuo wa jumla unatosha kumhukumu mwanadamu kwamba Mungu yupo, lakini hautoshi kumwelekeza kumjua huyu Mungu ni Mungu yupi. Manake miungu ni mingi. Ni Mungu wa huyu mandevu ama ni Mungu yupi? Kwa hiyo ufunuo wa jumla unaleta hukumu, unaleta nuru, lakini ile nuru haitoshi kupeleka katika wokovu. Nitoe mfano wa hili katika maandiko. Zaburi 19 mstari wa kwanza hadi wa 4. Zaburi 19 mstari wa kwanza hadi wa 4 ni mfano wa hiki ambacho tunakiita ufunuo wa jumla, kwamba upo katika ulimwengu wote, na yeyote mwenye milango ya hisia awezaye kuona, kusikia, kunusa, kugusa na vitu kama hivyo, ana uwezo wa kuingia katika ufunuo huu wa jumla. Zaburi inasema hivi. Zaburi ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 4 inasema hivi: mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hakuna usemi wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani kote, na maneno yao hadi miisho ya ulimwengu. Kwa hiyo kuanzia sehemu ya mbali kabisa ya ulimwengu, ncha ama mwisho mmoja wa ulimwengu, ukitaka pengine sema Australia, hadi mwisho mwingine wa ulimwengu, ukitaka kuseme pwani za Marekani ambako itakuwa ni mbali, kote kule jua linaonekana, kote kule nyota zinaonekana, kote kule mbingu zinasikika zikitangaza utukufu wa Mungu. Lakini ufunuo huu wa jumla, japo unamuelekeza mwanadamu kumtafuta Mungu, hautoshi kumpa mwanadamu njia ya wokovu. Lakini pia kuna ufunuo wa jumla katika dhamiri. Kwa hiyo upo nje na pia upo ndani katika dhamiri. Warumi
mlango wa pili. Warumi mlango wa pili mstari wa 14 hadi wa 16. Unasema hivi. Warumi mlango wa pili mstari wa 14 hadi wa 16. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa wenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema katika mstari wa 15 kwamba wale ambao hawana Torati, mataifa ambao si Wayahudi, ambao sio wapokezi wa sheria ya Mungu, ndani ya mioyo yao wanaonesha kwamba Torati imeandikwa. Wanaonesha vipi? Ni kwa sababu katika dhamiri upo ufunuo wa jumla kwamba Mungu yupo. Nikupe mfano. Kila mtu anajua kwamba kuiba sio sawa. Nani alimwambia kwamba usiibe? Dhamiri inakuambia kwamba usiibe. Maana wewe ukiibiwa kitu chako haupendezwi na hilo jambo. Unakasirika, hautaki kuibiwa. Kwa hiyo unajua kuiba si sawa. Kila mmoja ambaye ni mwanadamu anajua kuua ni makosa. Anaambiwa na nani? Najua tu mimi nataka kuishi. Hakuna mwingine ambaye atakuja aseme ana haki juu ya maisha yangu anitoe mimi uhai. Ni makosa. Kwa hiyo ipo ndani ya kila mwanadamu sheria ya Mungu ambayo imeandikwa pale. Lakini ile sheria haileti wokovu, inaleta hukumu. Kwa sababu nuru iliyo ndani ya mwanadamu katika dhamiri, nuru iliyo nje katika uumbaji huu ambao tunaoita ufunuo wa jumla hautoshi kupeleka katika wokovu, lakini una hukumu. Hakuna atakayesimama mbele ya Mungu aseme mimi nilikuwa sijui kwamba kuiba ni makosa. Hakuna, haiwezekani. Hakuna. Kwa hiyo sheria inaposema usiibe katika Torati, katika mioyo ya kila kiumbe ishaandikwa usiibe. Sheria inaposema usiue katika Torati, ishaandikwa katika moyo wa kila mwanadamu usiue. Sheria inaposema katika Torati usizini, moyo wa mwanadamu unamwambia kuzini ni makosa. Unaona? Kwa hiyo tunauita huu ufunuo wa jumla. Lakini pia kuna ufunuo maalum. Ufunuo maalum tunao katika maandiko, na ufunuo maalum unaanza kwa maneno haya ambayo tumetoka kuyasoma. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo Musa anaposema hivi, niulize swali, hawa wanaomsikiza watajuaje kwamba huu ambao tunauita ufunuo maalum uletao wokovu, kwamba huu umetoka kwa Mungu? Hakubuni mwenyewe huyu mzee, ameisikia sauti ya Mungu. Watajuaje? Nataka nitoe shuhuda 5 za kukueleza wewe kwamba wale waliomsikia Musa na vizazi vilivyofuata hata kufikia ujio wa Yesu Kristo walikuwa na ujasiri kwa sababu ya hizi shuhuda 5 zinazofuata, kwamba maneno ya Musa yanayoanza hapa tukitangazia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Haya ni maneno ya kuaminika. Huu ni ufunuo maalum. Zipo shuhuda 5. Ushuhuda wa kwanza ni ushuhuda wa Musa. Ukiingia katika kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Musa aliyekuwa mwana wa mfalme Misri, amefukuzwa, amekimbia, anaishi jangwani, anawachunga kondoo baba mkwe Yethro. Kunakuwa na jambo linalotokea pale. Tunasoma katika maandiko Kutoka mlango wa 3. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kichaka. Akatazama na kumbe kile kichaka kiliwaka moto, nacho kichaka hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niende nione kionja hiki,
kwa nini kichaka hiki hakiteketei? Bwana alipoona ya kuwa ameenda ili atazame kichaka hiki hakiteketei, Bwana alipoona ya kuwa ameenda ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kichaka, akasema, Musa, Musa. Akaitika, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa. Jambo la kwanza, ushahidi wa kwanza kumhusu Musa ni kwamba Mungu alimtokea. Alimuona Mungu katika kile kichaka ambacho kinawaka moto. Ni kawaida katika jangwa, kwa sababu lile joto ni kubwa katika jangwa. Mara nyingine vichaka huwaka moto, vinawaka tu, unakiona kwamba kinawaka chenyewe bila kiberiti, bila mwanadamu, lakini kikiwaka kinateketea, kinaisha. Hiki ambacho Musa anakiona kinawaka, lakini hakiteketei, hakiishi. Kwa hiyo Musa anamuona Mungu, Musa anaisikia sauti ya Mungu, Musa anaagizwa na Mungu kwamba Mungu anataka kumtuma. Huyu Musa aliyemuona Mungu, aliyemsikia Mungu, anapotumwa, tunasema hivi, Mungu anamtia maneno mdomoni. Unaposoma mlango wa 3 vizuri, Mungu anamtia maneno mdomoni. Sio kwamba nenda ukaseme kile unachokifikiria wewe, ama nenda ukatunge hadithi zako. Hapana. Yapo maneno maalum, nenda ukawaambie. Kwa hiyo anafanyika mjumbe wa Mungu, analibeba neno la Mungu, anaenda kwa hawa Wayahudi. Mungu anapomtuma anaahidi kwamba atamthibitisha kwa ishara. Anampa ishara 3. Ishara ya kwanza ni ile fimbo aliyonayo mkononi, akiitupa chini inageuka kuwa nyoka. Akimshika ule nyoka kwa mkia, anarudi kuwa fimbo. Ishara ya kwanza. Ishara ya pili, mkono wake akiutia humu kifuani kwenye vazi lake, akiutoa unakuwa wenye ukoma, akiurudisha tena unapona, unakuwa mzima. Ishara ya pili. Mungu akamwambia, na wasipoamini hizo ishara mbili, nitakupa tena ishara ya 3. Ishara ya 3 ni maji. Ukiteka maji yanageuka yanakuwa damu. Kwa hiyo Mungu anamtokea Musa, Mungu anamzungumzia Musa, anamtuma, anamwagiza. Mungu anamtia Musa maneno mdomoni, nenda ukawaambie maneno fulani. Okay? Kisha nitakuthibitisha wewe kwa ishara 3. Kwa hiyo huo ndio ushuhuda wa Musa. Musa hakujitungia chochote. Musa anasema kwamba amemuona Mungu, amemsikia Mungu. Musa anazo ishara za ajabu za kuonesha hawa wana wa Israeli. Huo ndio ushuhuda wa kwanza. Ushuhuda wa Musa. Kwa hiyo Musa ameshawishika kabisa kwamba amemuona Mungu, amemsikia Mungu, ametumwa na Mungu, anazo ishara za Mungu na neno la Mungu. Anatoka, anaenda. Je, anakoenda wale wakiziona zile ishara, wakiyasikia yale maneno, watamkubali? Hapo kuna swali. Mlango wa 4 wa kitabu cha Kutoka. Mlango wa 4. Mstari wa 29. Mlango wa 4 wa kitabu cha Kutoka, mstari wa 29. Ushahidi wa pili. Huo ni ushahidi wa pili au ushuhuda wa pili. Musa na Haruni wakaenda wakawakusanya wazee wote wa watu wa Israeli. Haruni akawaambia maneno yote ya Bwana alionena na Musa. Akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini, na waliposikia ya kuwa Bwana amewajia wana wa Israeli na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainamisha vichwa vyao wakasujudu. Watu wakaamini. Sasa niseme hivi, kuna mambo mawili ambayo nataka tuyaone vizuri. Ushuhuda wa kwanza kwamba huu ni ufunuo maalum. Hili neno la Mungu ni yule Musa mwenyewe. Ushuhuda wa Musa. Musa anasema nini? Mimi nimemwona Mungu. Mimi nimeisikia sauti ya Mungu. Mimi nimezipokea ishara za Mungu. Nimekuja kwenu nikiwa na neno la Mungu. Amekuja, ndio. Ushuhuda wa Musa umesimama pale. Lakini taifa la Israeli, wao wanapoyasikia yale maneno, wanapoziona zile ishara, watafanya nini? Tunaambiwa katika maandiko kwamba watu wakaamini, na waliposikia kuwa Bwana amewajia wana wa Israeli, wakafanya nini? Wakainamisha vichwa vyao wakasujudu.
Kwa mujibu wa maandiko, nataka niwaambie hivi, ushawishi kama huu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Hauwezi kumshawishi mwanadamu aamini, ainamishe kichwa, asujudu pasipo kazi ya Roho Mtakatifu kutendeka ndani yake kwanza. Sio kwa mantiki, sio kwa hoja, sio kwa vioja, sio kwa chochote kile utamshawishi mtu akamwamini Mungu pasipo kazi ya Roho Mtakatifu kufanyika ndani yake. Paulo anaeleza hivi katika Wakorintho. Anaeleza hivi katika Wakorintho wa kwanza, mlango wa 2, mstari wa 14. Anasema, basi mwanadamu wa tabia asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo mtu anayetembea katika mwili, ambaye hajahuishwa, ambaye angali mfu katika dhambi na makosa, mambo ya kiroho hawezi kabisa kuyaelewa. Bosi wangu mmoja wa watu ambao nafanya kazi nao, bosi wangu mmoja ameniambia hadithi ya ajabu kwamba alipokuwa yeye yuko seminari, anasoma seminari, anasoma theology, walikuwa 3 au 4, na mmoja alikuwa ni mkana Mungu, atheist. Yaani huyu hamuamini Mungu kama yupo, haamini kabisa kuwepo kwa Mungu, lakini amejipeleka chuoni, anasoma, anahitimu akiwa na shahada ya theolojia na hamuamini Mungu. Unaona, si ni mtu wa ajabu? Kwa hiyo elimu anayo, elimu kubwa, analipa, sio kwamba anasomea bure, anagaramika ili apate elimu, ili akampinge Mungu. Si ni ajabu? Wengine wetu tunatamani tungekuwa na uwezo tukajilipia, tukaenda tukasoma, ama tukamlipia mtu akaenda akasoma. Huyu amejipeleka mwenyewe kwamba apate shahada ili akamkane Mungu, ili aweze kuwapiga Wakristo vizuri. Anasoma, anakaa, anasoma theolojia, wakahitimu pamoja. Huyu ameenda kuwa mchungaji, huyu bosi wangu ameenda kuwa mchungaji, huyu ni mkana Mungu, ameenda kupiga Wakristo vita. Si jambo la ajabu hili? Angalia. Kwa hiyo tunasema hivi, cha msingi sio zile ishara, sio yule mjumbe, si yale maneno, ni kazi ya Roho ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo wana wa Israeli wanapokaa pale katika tambarare za Moabu, wakimsikiza Musa akisema hapo mwanzo Mungu, wanamkubali. Sio kwamba yeye ana ushawishi mkubwa, hapana. Ni kwamba kwanza huyu ni mjumbe wa kweli, ametumwa kweli na Mungu. Pili, kazi ya ndani ya Roho Mtakatifu. Tuione hivyo kwamba ipo kazi ambayo lazima itendeke. Kuna mtu pengine ni rafiki au ni familia, umemshuhudia muda mrefu, umemweleza kwa maneno yote na hasikii, haambiliki. Ni kwamba muda wake haujafika, kazi haijafanyika ndani yake. Kwa hiyo usichoke, mueleze tena na tena, kwa sababu sio kwa akili, sio kwa jitihada, ni kwa Roho Mtakatifu. Kazi ifanyayo Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo hivyo viwili nafikiri tumeviona vizuri, kwamba tunaposema huu ni ufunuo maalum unaoleta wokovu ambao kimsingi unapatikana katika maandiko, na huu mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo unatuingiza katika hiyo hoja kwamba hili ni neno la Mungu. Tuna ujasiri gani? Wao wakati ule walikuwa na ujasiri gani? Tumeyataja hayo mawili, nataka nilitaje la tatu. Ushuhuda wa tatu. Ushuhuda wa tatu ni ushuhuda wa mapokezi. Ushuhuda wa mapokezi. Kipo kitu ambacho tutakiita amana ya imani, the deposit, if you can, the deposit of faith, so that we work together. Amana ya imani. Amana ni kitu, tuseme amana Kiswahili ni kitu cha thamani ambacho mmoja amemkabidhi mwingine, ni yeke hiki, kilinde hiki, kitunze hiki. Amana. Kwa hiyo ipo amana ya imani. Amana ya imani, nikupe picha. Mwanadamu wa kwanza kuumbwa ni nani? Mwanadamu wa kwanza kuumbwa ni Adamu, sio? Adamu anaishi miaka 930. Unaposoma mlango wa 5 wa kitabu cha Mwanzo, ukiyapanga yale majina vizuri katika ile orodha, utaona kwamba Adamu anaishi, anamuona kila anayezaliwa
hata kufikia Lameki babake Nuhu. Adam aliyekosa kumuona akizaliwa ni Nuhu peke yake. Katika ile orodha yote kila mmoja anazaliwa Adam akimuona. Kwa hiyo taarifa alizokuwa nazo Adam aliyemuona Mungu kwa macho. Elewa hivi, nikisema amana ya imani, kwamba kipo kitu cha thamani kubwa ambacho kimepokezwa kutoka vizazi hadi vizazi, ni kwamba Adam wa kwanza aliyemuona shetani kwa macho, sio? Alizungumza na yule nyoka pale. Adam aliyemuona Mungu kwa macho, Adam aliishi hadi Lameki akazaliwa. Lameki akaishi kabla tu ya Nuhu kuzaliwa, Adam akafa. Kwa hivyo tunao ujasiri wa kusema kuna utiriri mzuri wa hizi taarifa na wa hakika kuanzia Adamu hadi kufikia Lameki. Lameki naye hizi taarifa bila shaka akampokeza Nuhu. Nuhu alikuwa na watoto watatu, Ham, Shem na Yafeth. Shem aliishi akamwona babake Abraham, Tera, akizaliwa. Akamwona Tera amekufa. Shem aliishi hadi Yakobo. Babake Yakobo ni nani? Si ni Isaka, bwana wa Abraham. Shem aliyeingia katika safina aliishi hadi Yakobo akafika kuwa na umri wa miaka 50. Fanya utafiti wako, angalia hiyo hesabu. Kwa aliyeingia katika safina akiwa na taarifa zote za babake Nuhu, aliye na taarifa zote za babake Lameki ambaye alimuona Adamu. Unaona hiyo picha? Amana ya imani. Sio kwamba kuna hadithi ambazo zimepokezwa kutoka vizazi hadi vizazi, hapana. Ni kwamba waliomuona Mungu kwa macho, wakamsikia kwa masikio yao, wakavihadithia vizazi, wameweka amana ambayo imekuja imemfikia hadi Yakobo. Shemu aliingia katika safina, akashuka kutoka safina wakiwa watu 8 ulimwengu mzima. Ameishi mpaka amemwona Yakobo amefika miaka 50. Kwa hiyo tunao ujasiri tukiangalia taifa la Israeli kusema taifa la Israeli wameilinda amana ya imani, wameitunza amana ya imani. Nikupe mfano. Katika kitabu cha Mwanzo 50, Yusufu anaelekea kufa. Mwanzo 50:25. Mwanzo 50:25. Tunazungumzia ushuhuda wa tatu ambao ni ushuhuda wa mapokezi. Katika Mwanzo 50:25 tunasoma hivi: Yusufu akawaapisha wana wa Israeli, akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Anazungumzia nini? Anazungumzia neno la Abrahamu, kwamba ipo nchi ya ahadi. Sisi tumeitwa na Mungu, sisi ni taifa teule, sisi ni warithi wa nchi ya ahadi. Anaposema maneno haya anaelekea kufa. Baada ya kifo chake kutakuwa na utumwa wa miaka 400. Utumwa wa miaka 400. Mwisho wa ule utumwa wanatoka. Wakitoka tunasoma katika kitabu cha Kutoka 13. Kutoka 13 mstari wa 19. Kwa hiyo baada ya miaka takriban 400 na pengine zaidi tangu Yusufu kuyatamka haya maneno, Kutoka 13 mstari wa 19 tunasoma hivi: Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Alikuwa na ujasiri kamili kwamba neno la Mungu lazima litatimia, kwamba ipo siku mtatoka huko, na siku mkitoka huko msiniache mimi huko, nataka kuzikwa katika nchi ya ahadi. Anazungumza kuhusu tukio ambalo linakuja baada ya miaka 400. Haya maneno wameyalinda. Unaona? Kwa hiyo amana ya imani wameilinda. Adam hadi Lameki, Nuhu, Shem anaishi anamuona Yakobo. Wewe jiulize, Yakobo alikuwa amekaa ndani ya hema, anapika nini? Inaitwa nini ile? Kamande. Anapika kamande. Ndugu yake mkubwa Esau ameingia, anasema nipe chakula. Yule akamwangalia, akamwambia nini? Niuzie haki yako ya mzaliwa wa kwanza.
Kwa nini alimwambia hivyo? Kwa sababu alikuwa amesikia hadithi za agano, na kwamba hiki ambacho kinahadithiwa na mababu, hii amana inapokezwa kutoka baba hadi mzaliwa wa kwanza. Akatamani, lakini kwa dakika chache yeye alikuwa amefanyika mzaliwa wa pili. Akawa nakitamani sana. Kwa hiyo huyu mjinga anapoingia katika hema, nipe chakula au nife, akamwambia niuzie basi haki ya mzaliwa wa kwanza. Cha kwanza hakumwambia nipe 2,000. Hataki pesa, anataka ile amana. Huyu ameidharau ile amana. Sawa, chukua, nipe chakula nile. Akapewa kamande, akala, lakini akatoa. Kuanzia siku hiyo Mungu anajiita nani? Anajiita Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka. Angepaswa kuwa Mungu wa Esau, lakini Esau alidharau amana ya imani. Kwa hiyo akamekuwa Mungu wa Yakobo. Mungu wa Abraham, Isaka, Yakobo. Imekuwa hivyo. Kwa sisi tuna ujasiri tunapoangalia wana wa Israeli na historia yao, wanapoyalinda maneno ya Yusufu baada ya miaka 400 bado yanakumbukwa. Tunayo imani kwamba wanaposimama na kumsikiza Musa, wanaelewa vizuri huyu yupo katika ile amana ya imani. Kwa sababu yeye anapokuja anawaambia nini? Kutoka mlango wa 3 mstari wa 6. Anapokuja, Mungu anapokuja akijitambulisha kwa huyu Musa, ni mara ya kwanza Musa kumuona Mungu. Anamwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Babake Musa ni nani? Babake Musa, utafikiria sana. Babake Musa, fanya utafiti. Andiko linasema hivi, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu. Abrahamu anakuwaje babake Musa? Lazima ufikirie katika hii amana ya imani. Babake Musa ni Abrahamu kwa sababu huyu ni Myahudi, huyu ni Mwebrania. Baba ya Waebrania wote anabaki kuwa ni Abrahamu. Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo mimi ni Mungu ambaye kwa vizazi vyote vilivyopita nimeilinda hii amana ya imani iendeleze. Kwa hiyo wao walikuwa na ujasiri, sisi pia tuna ujasiri. 4, ushuhuda wa taifa. Kwa hiyo tumeona shuhuda 3 kufikia sasa. Ushuhuda wa Musa, ushuhuda wa ndani, ushuhuda wa mapokezi. Huu ushuhuda wa mapokezi ni muhimu. Kama unaona ule umuhimu wake, umeona huo uzito, kwamba kama mimi niko hai nimesema hivi na hivi, alafu wewe unaanza uongo, mimi nipo hai nitakwambia unadanganya, haikuwa hivyo. Kwa hiyo mambo yaliyojiri katika mlango wa kwanza, wa pili, wa 3 wa kitabu cha Mwanzo, Adamu alisema yalipokezwa. Musa angelisimama mbele ya watu aseme tofauti, wangemwambia wewe ni mrongo. Mtume wa Kiislamu alipoanza unabii wake karne ya 7 mjini Maka, Qurani na sehemu 2. Kuna ufunuo wa Maka, kuna ufunuo wa Madina. Alipoanza na ufunuo wa Maka, wale watu wa Maka walimsikiza, akamwambia wewe ni mrongo. Unajitungia hizi hadithi, wewe ni mrongo. Kwa nini walimwambia hivyo? Kwa sababu walikuwa tayari washazisikia. Ilikuwa ipo tayari amana fulani huko. Sasa huyu anakuja na kanusha, ama anachukua hapa na pale analeta kwa pamoja, wakamwambia hapana, wewe ni mrongo. Nenda ufanye utafiti, utaangalia hilo jambo, ulitalishangaa sana. Lakini tusonge mbele. Tuseme hivi, kuna pia ushuhuda wa taifa. Uzoefu wa taifa la Israeli uliwawezesha kusimama na kumsikiza Musa na kumkubali kama mjumbe wa Mungu aliyekuja kwao akiwa na neno la Mungu. Uzoefu wa taifa ni upi? Jambo la kwanza, kuna hiyo amana ya imani ambayo tumeiona kwamba wao walijielewa kwamba sisi ni watu wa Mungu, ni taifa teule, ni wana wa Abrahamu. Pia ishara, yale mapigo 10 nchini Misri waliyaona kwa macho yao. Ishara, walipita katikati ya bahari ya Shamu, ukuta upande huu na ukuta upande huu wa maji, wakapita kwenye nchi kavu, bahari ya Shamu. Pia wakiwa jangwani
Jangwani mchana kuna joto kali la ajabu. Mungu akawekea nguzo ya wingu. Jangwani kwa sababu hakuna mawingu, jua likitua kunakuwa baridi ajabu, inaweza kukuua hiyo baridi. Kwa hiyo usiku nguzo ya moto, mchana kwa sababu kuna joto nguzo ya wingu, usiku kuwalinda dhidi ya baridi nguzo ya moto, wakiona kwa macho yao. Isitoshe, kila asubuhi wakitoka nje wanapata nini? Chini mana, wanaokota, wanapika, wanakula kila kukicha. Isitoshe, walikunywa maji kutoka kwenye mwamba, yani kuna jiwe, maji yametoka kwenye jiwe, wakayaona. Kwa hiyo kwa ishara kama hizi, hawa walikuwa wameshuhudia kwamba Mungu yupo. Isitoshe, mlima Sinai au mlima Horeb, mlima wa Mungu, Mungu mwenyewe alishuka, wakaisikia sauti. Unakumbuka? Wakaisikia sauti, wakamwambia Musa, sisi hatutaki kuisikia hiyo sauti. Mimi sijai kuona watu wakasema hivyo. Wewe unatamani kusikia sauti ya Mungu? Wao walisema hatutaki kuisikia sauti ya Mungu. Wewe nenda umsikize kisha uje utuambie. Sisi hatutaki kusikia. Lakini waliisikia sauti ya Mungu. Sawa? Kwa hiyo kama kuna mashahidi ambao wanaweza kusimama wakasema sisi Mungu tumemwona kweli, si ni hawa? Ni hawa. Hauwezi kusimama mbele hawa watu ukawatapeli, labda wao wenyewe wakitaka tu, lakini hawa ni mashahidi wa kuwa hiki kinachokuja kwao, haya ambayo wanayasikia kwa Musa kweli ni maneno ya Mungu, kweli ni ufunuo wa Mungu. Kwa hiyo wanao uhakika wa ufunuo wa Mungu. Ushuhuda wa mwisho na mkubwa na wenye uzito kuliko wote uliotangulia ni ushuhuda wa Yesu Kristo. Yesu Kristo anapokuja, anaingia katika Kanaani, anaingia katika taifa la Israeli miaka 1400 baada ya Torati. Kwa miaka 1400 watu wa Mungu wamekuwa na maandiko, Agano la Kale. Watu wa Mungu wamekuwa na hii amana ya imani. Taifa la Israeli wao wenyewe ni mashahidi kwamba Mungu wamemuona, wamemsikia, ishara wameziona, neno wanalo. Hakuna aliyepinga Agano la Kale hata kufikia ujio wa Yesu Kristo. Hakuna yeyote aliyepinga Agano la Kale. Vitabu vyote 39 vimesimama miaka yote. Katika ile miaka 400 kabla ujio wa Kristo kulikuwa hakuna unabii. Kitabu cha mwisho cha Malaki kilipohitimishwa kukawa na kimya cha miaka 400. Katika miaka hiyo 400 Wayahudi walikuwa na ushuhuda kwamba hakuja kuweko na nabii. Taifa lilikuwa na ushuhuda kwamba hakuna nabii. Mpaka alipokuja Yohana Mbatizaji, wakamsikia, wakasema huyu ni nabii. Unaona? Huyu alikuwa ni mtangulizi wa ukamilifu wa unabii wote, Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo akaja. Yesu Kristo alipokuja, lile Agano la Kale amelinukuu tena na tena na tena na tena. Hakuna siku hata moja Yesu Kristo amekuwa na wasiwasi na andiko lolote la Agano la Kale. Hakuna siku Yesu Kristo amesema kuna vitabu baadhi msivifuate, au akasema hiki kitabu mimi nakishuku. Hapana. Vitabu vyote 39 ambavyo vilikuwa vishakamilika miaka 400 kabla ya Yesu Kristo. Miaka 400 ni muda mrefu jamani. Mwaka huu tuko mwaka 2026. Piga hesabu, rudi nyuma miaka 400. Ulimwengu ulikuwa vipi? Mwaka 1626. Mwaka wa 1633 kuna Mtaliani jina lake Galileo. Alikuwa korokoroni. Kwa nini? Kwa sababu amesema jua halizunguki dunia. Ameshikwa, amepigwa pingu, kesi imefunguliwa mashtaka. Amesema yeye hapana, jua halizunguki. Huu ulimwengu wetu unazunguka dunia, unazunguka jua. Mwaka 1633 gerezani. Dunia ilikuwa tofauti. Huyu Papa wa Roma ambao mnamsikia Papa wa Roma, alikuwa siku hizo ni mfalme kivyake, anatawala, ana majeshi, ni mtu, yaani anakaa na wafalme.
hata wafalme wanamtii yeye. Ilikuwa ulimwengu tofauti. Ukirudi miaka 400 nyuma tena, unapata kwamba ulimwengu ni tofauti kabisa. Kwa miaka 400 ni muda mrefu. Na mimi nasema hivi, kwa miaka 400 kabla ujio wa Yesu Kristo, Wayahudi walikuwa wameona kabisa kwamba hakuna nabii. Maandiko yamekamilika. Nikisema hivi nataka uelewe hivi. Tuna ujasiri kamili, uhakika kamili kuhusiana na ufunuo wa Mungu kwa sababu ya hizi shuhuda zote ambazo nimetoka kuzieleza. Sawa? Kuna ushuhuda wa Musa, mtumishi wa Mungu. Kuna ushuhuda wa ndani ambao ni kazi ya Roho. Kuna ushuhuda wa kimapokeo, mababu na mababu na mababu, taifa la Israeli. Wao wenyewe taifa la Israeli wanatoka tena kuwa mashahidi, ni mashahidi wale. Kuna ule ushuhuda. Mwisho kabisa kuna ushuhuda wa Yesu Kristo kwamba agano la kale. Huu ni ufunuo wa Mungu, huu ni ufunuo maalum uletao wokovu, na Yesu Kristo anaongeza kitu pale, anasema kwamba huu ufunuo, kufungua kitabu cha Luka 24, twende pale tumsikize shahidi Yesu akizungumzia agano la kale. Luka 24 mstari wa 27. Luka 24 mstari wa 27. Nisome kuanzia 25. Luka 24. Anatembea, ni Jumapili ya ufufuo, anatembea akielekea Emau pamoja na wale wawili. Akawaambia, mstari wa 25 wa Luka mlango wa 24. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso hayo na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo neno aliye hai, neno aliyefanyika mwili, anajidhihirisha kwa hawa wawili wanaoelekea Emau. Anajidhihirisha vipi? Kimwili ndio, lakini hawamfahamu. Anajidhihirisha katika au kwa njia ya maandiko. Yaani ukitaka kumuona huyu neno, ni uanzie wapi? Ukitaka kumuona Kristo, kama unataka kumfahamu Kristo, utaanzia wapi? Yeye ameanzia wapi? Angalia tena maandiko 27. Akaanza kutoka Musa. Musa, anaposema Musa anamaanisha nini? Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, kwamba vinamzungumzia yeye. Kwa hiyo tuseme hivi, tuna uhakika kamili katika ufunuo wa Mungu. Huu ni ufunuo maalum, sio ufunuo wa jumla. Huu ni ufunuo maalum uletao wokovu. Lengo la ufunuo huu, kilele cha ufunuo huu, utimilifu wa ufunuo huu ni Yesu Kristo. Tumshukuru Mungu kwa Yesu Kristo. Tuinamishe vichwa, tufikirie tuliyoyasikia, kisha tutafunga ibada yetu ya leo.